Kama kabisa. Tumeona ripoti ya bodi ya ligi imetoa adhabu kwa wachezaji wa Simba pamoja na vilabu vingine kutokana na makosa mbalimbali ambayo wamefanya kwenye mchezo. Tulitazama mechi ya Simba dhidi ya Azam FC. Kuna wachezaji mbalimbali ambao walifanya makosa pale. Bodi ya ligi imekaa na imetoa adhabu kwao. Jonathan Soa anafungia michezo mitano, Alassane Kante anafungia michezo mitano na kupigwa faini ya milioni 100. Unazungumziaje hilo? Kwanza ni sheria zimewekwa. Na zile sheria walisaini wenyewe. Vilabu vilikaa kikao na TFF na bodi ya ligi wakakubaliana, wakasaini, wakaweka sheria. Sheria ni ngumu, lakini lazima ifuate. Kwa hiyo kufungiwa kwa wale wachezaji kama sheria imefuata mkondo wake, mimi sioni kama kuna shida. Sioni kama kuna shida. Japo ni athari kwenye timu. Kwenye timu ni athari kubwa sana. Lakini kama wachezaji wamekosa nidhamu na sheria ilikuwaga ya mechi 3, sasa hivi wenyewe wamekubaliana ziongezwe mechi 5 na faini juu na ndio iliyotumika. Sasa hapo nani analaumiwa? Haina jawabu, hamna kulaumiwa. Upande wako kwa makosa walivyotazama, adhabu hii inaendana na aina ya makosa yaliyofanyika. Yaani swala ni kwamba hilo swali jibu lake ni lile lile. Umempiga mtu kiwiko, sheria imesemaje? Mechi 5. Umempiga mtu mateke, sheria inasemaje? Mechi 5. Mmepigana uwanjani, sheria inasemaje? Mechi 5. Mmechezeana rafu za kawaida, sheria inasema kadi nyekundu na mechi 2. Basi hakuna cha kulaumu zaidi kwa kweli. Hili limeshatokea sasa. Ninyi kama klabu mnaenda kuathirika kwa namna gani kutokana na kukosa wachezaji ambao ni first 11 ya timu katika kikosi cha Simba? Natumaini Simba na wachezaji 30 au 28. Pengo litapatikana. Kwa sababu aliyekuwa benchi anakwenda kuziba nafasi na anaweza kaenda kawa bora kuliko aliyekuwa anacheza. Kinyume na hapo, atakaye kuja kuziba nafasi atakapokuwa mzembe, ndipo tutasema kwamba kuna pengo limepatikana. Lakini kwa kuwa sasa hivi bado nasubiri mtu akave nafasi ile ya wale waliopata kadi, tusubiri kwanza waingie uwanjani ndio tutajua kuna pengo ama hamna pengo. Watani wenu wamefurahia sana kwa wachezaji wenu kupigwa faini kama ile. Na wao walikuwa wanapush sana mitandaoni kwamba wachezaji wale waliostahili kupigwa faini kutokana na wao faini hii ilishawakuta ndani ya msimu huu. Ni wazi sasa kwamba wanaenda kuikosa dabi wachezaji wao wale. Hiyo ndio maana yake. Na hata kwenye ngao ya hisani mmoja hapo alishakosa dabi na hii sasa hivi wawili wanakosa dabi. Hizo ndio faida za kutokuwa na nidhamu kwenye mpira. Kama mnakuwa na nidhamu kwenye mpira, haya yote hayawezi kutokea. Nao wanaofurahi lazima wafurahi, sababu ndio nafasi yao ya kuendelea kutumia makosa yetu, kuendelea kutuadhibu ikibidi. Kwa hiyo kufurahi ni sehemu ya mchezo na sisi tunalalamika pia ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo mimi sishangae kufurahi kwao, sababu hata wao pia walivyofungiwa kwao, hata sisi tulishika kidedea na tukafurahi. Kwa hiyo kwa Mori kukiliwa na kwa Kungu pia kuliwe. Tumzungumzie Jonathan Soa. Msimu uliopita alionekana nidhamu yake kuwa chini, ambapo ndio ilipelekea adhabu ile ilitumika kwenye tanga wa hisani ya kucheza kutokana na adhabu ya msimu uliopita. Na sasa amefungiwa kutokana na makosa yanakaribiana. Nini kifanyika sasa ili kuweza kurudisha nidhamu kwa wachezaji ili kuweza kuperform na kufanya vizuri katika kikosi chao? Kuna baadhi ya wachezaji ni tabia, ni nature yao, haibadiliki. Hata mtoto wako nyumbani, kuna mtoto unasema mpaka unabiringita, lakini kama yuko kwenye ile tabia aliyozoea, kuiacha ni shida. Jonathan Soa ni tabia yake, inahitaji kazi ya ziada sana kumbadilisha. Na ndio maana nasema kwa sheria hizi za Kitanzania zilivyowekwa ambazo wamesaini vilabu vyenyewe, kwa bwana Jonathan Soa itamhukumu sana. Ningekuwa mimi ndio mmoja wa viongozi wa Simba, ningeangalia dirisha dogo namna gani tunaweza kuziba nafasi ya Jonathan Soa, tukafanya kazi na mtu ambaye ana ueledi na mpira. Kwa na maana kwamba ungekuwa na nafasi hiyo ungemuondosha Jonathan Soa. Natumani kwa mimi ningekuwa ndio chaguo langu. Yeah. Lakini ni seka, anaonekana seka bora sana. Sawa, ni seka bora, lakini tayari anatuhukumu. Mechi 5 tunapata athari ya kiasi gani? Ndani ya hizo mechi 5 tunapata athari ya kiasi gani? Athari ni kubwa. Kwa hiyo ili athari isiendelee kuwa kubwa, angetafuta mtu akujaza ile nafasi. Au vinginevyo Jonathan Soa angeandika hata barua ya kujieleza kwamba itakuwa ni mwanzo na mwisho. Kitakachotokea kingine kwake kiwe kimemtoa kwenye timu. Tunazungumzia adhabu ambazo amepewa wachezaji. Kwa namna Simba ilivyofanya usajili msimu, kila mtu aliamini kwamba ni timu ambayo imesajili vizuri sana.
zimekuwepo tetesi mbalimbali zikimzungumzia mchezaji kama Luis Jose Miquissone, kwamba kuna tetesi kwamba pengine kuna uwezekano wa kurudi Simba. Kwanza Luis Miquissone kwa upande wako ni mchezaji ambaye ulishamtazama, alikuwa ni mchezaji wa namna gani, na endapo atarudi Simba ana uwezo wa kwenda kuipa Simba kitu ambacho pengine mnakihitaji? Kwanza wachezaji kwenda na kurudi kwenye timu sio mara ya kwanza, wala tutakuwa wa kwanza. Timu nyingi tu zimechukua wachezaji duniani, wanakwenda wanatoka, wanakwenda alafu wanarudi tena, na wanakuwa kwenye ubora uliokuwepo, ama wanaendelea kutokuwa na ubora ulio ambao walikuwa hawanao. Kwa maana hiyo kurudi kwa Miquissone, kama viongozi wamemwona anafaa na anahitaji kuwepo kwenye timu, mimi siwezi kudoubt chochote. Tutampokea, tutafanya naye kazi. Shida inakuwa je, anakuja kuachwa nani? Sababu unaweza kushangaa akaja akaachwa mtu mwenye maana, akaletwa mtu mwingine ambaye ashindwe kujaza ile nafasi kwa wakati. Kinachoangaliwa ni nani anaachwa basi. Jana alifanikiwa kuhudhuria press ambayo ilifanyika kati ya Ally Kamwe dhidi ya Ahmed Ally. Kuna challenge moja Ally Kamwe alitoa kwa Ahmed Ally kwamba ampangie kikosi cha ambacho baada ya Dirisha Dogo ataenda nacho msimu. Ahmed Ally alipanga kikosi, lakini kwenye kile kikosi Elie Mpanzu hakuwepo. Na kuna tetesi kwamba Elie Mpanzu mkataba wake na Simba umekwisha, na tetesi zinaeleza kwamba pengine akajiunga na Young Africans. Nadhani hizo umezipata na zenyewe. Hizo nimezisikia, nimezipata, lakini mimi kama shabiki, mimi niko shabiki tofauti na mashabiki wengine. Mtu ambaye anacheza Simba alafu na mawazo na Yanga, mtu ambaye anacheza Yanga alafu na mawazo na Simba, mtu huyo sio kuishi naye. Sio, umeelewa? Mtu huyo sio wa kuishi naye. Kama linalosemwa ni kweli kwamba Mpanzu ana harakati za kuondoka kwenda Yanga, mimi ningekuwa kama ndio kiongozi wa Simba, wala singepoteza nguvu nyingi kumzuia, kwa sababu anasemaje, usizuie penzi ambalo halikuhitaji tena, zuia penzi ambalo linakuhitaji, ila kama likuhitaji liache liende. Kwa hiyo kama ni kweli ni hiyo yanayosemwa, sio romance za magazeti na mitandao, ni jambo la kweli, wamwache. Sababu huwezi kuishi na mtu mahali ambapo huwezi kuishi na mke ambaye ana mawazo na bwana mwingine, yuko na wewe anamwaza bwana mwingine. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Pia tetesi inaeleza kwamba wanataka kutuma ofa na wanamhitaji sana kwa udi na uvumba mchezaji Morris Abraham ambaye ameshaonekana kiwango chake ni bora ndani ya Simba. Haya yote Simba wameataka wenyewe. Wamejikubalisha kuwa underdog kwa Yanga kwa kila kitu. Kwa hiyo acha wateseke. Wao kila mchezaji wanaomtaka Simba waje wachukue na watapewa kwa nguvu, kwa hiari. Wanaweza wakawapa, kwa sababu wenyewe tumejiamua kuwa underdog kwenye nini? Tumeamua kuwa underdog kwenye Simba na Yanga. Sisi tumeamua kuwa underdog wa Yanga. Kwa hiyo basi lolote atakaloamua Yanga wakiweza kutekeleza kwa Simba, tuache watekeleze, bora maisha yaende. Kwamba Yanga wanaona wachezaji wote bora wanastahili kuwepo Young Africans na sio Simba. Ndio maana nimesemaje, haya yote tumesababisha sisi kuwapa nafasi Yanga ya kutamba na kujipa gepo umaarufu kwenye nchi ya Tanzania sasa hivi. Kwa hiyo Yanga wameshajiona ndio wana haki miliki ya kuishi na kila mtu ambaye ni bora. Kwa hiyo wakimtaka viongozi wataamua. Hiyo yote tunawaachia mimi kama mimi. Yote maoni yote nawaachia viongozi. Mimi siwezi kuingilia. Juzi tuliona taarifa ile usambaa Engineers akitetea klabu moja ambayo ina matatizo, japokuwa watu wameitafsiri kama ni klabu ya Simba. Hiyo taarifa nadhani uliiona. Unalizungumzaje hilo swala? Mimi ile nimeiona na nikasema kweli Simba na matatizo, lakini kosa lililofanyika kwa vile amesema Engineer Harris ambaye ni mpinzani wetu. Kweli Simba ina shida kama Engineer alivyosema, lakini palikuwa sio mahali pake. Alikuwa ana haki ya kuisemea Simba ambayo ni ya nchi yake, wakati kuna nchi nyingine zina timu zenye matatizo kuliko Simba, wakati hata ndani ya timu yake wenyewe kuna shida tofauti na ya Simba, sababu wana mambo kibao walitakiwa kuyafanya hayajatimizika. Wanaelezea uwekezaji, hakuna timu ina uwekezaji mbovu kama Yanga, sababu mpaka sasa hivi kuuliza mashabiki wa Yanga hawajui haki zao ziko wapi
kwa mwekezaji, hawajui wanapata nini kwa mwekezaji. Kitu wanachojua kwa mwekezaji, wanashinda, wanakula pilau, maisha ndiyo yanasonga. Na kama kwa uendeshaji ule wa Yanga ndio yule ameteuliwa na FIFA kwenda kutoa ushauri jinsi ya kuwekeza kwenye bodi kwenye vilabu, jinsi ya kuleta mabadiliko kwenye vilabu, hata FIFA nao wanatia mashaka kwenye maamuzi yao. Lakini ilikuwa kuisema Simba haikuwa kosa. Je, ni nani kaisema Simba? Simba ameisema Engineer Hersi, hakusema mtu mwingine. Hapo ndipo mahali panapoleta shida. Kwa lengo hiyo aliyozungumzia Simba, nadhani kuna namna yoyote anaenda kuharibia Simba kibiashara, hasa kwa sababu Simba ni brandi kubwa. Tena sio kidogo. Hata kama ulikuwa kuna wawekezaji wanataka kuwekeza, wataona kwamba tuwezi kwenda kuwekeza mahali ambapo kuna migogoro. Kwa hiyo mimi naunga mkono kwa watu wanaosema wanataka kuchukua hatua kuhakikisha kwamba Engineer Hersi anaisafisha klabu ya Simba kwa haya aliyoyafanya. Mimi naunga mkono. Maana tunaona mpaka jezi za Simba sasa zimebidi zishuke bei. Mimi natumaini tafsiri ya jezi za Simba kushuka bei mnaichukulia vibaya. Kuna watu pale wameweka mzigo ambao wamechukua dhamana ya kujitangaza na ndio ni watu wa Posta. Sasa jezi ya Simba inatumika sasa hivi kuitangaza Posta, na ndio maana wakati inashushwa bei kwa Posta, lakini Posta ameweka mzigo ambao umeenda kufidia gharama za jezi. Alafu mbona wale waliokuwa wanaongeza wanauza jezi na kuongeza nyingine, mbona mkuwajadili wala mkuwekea, wala sikusikia mahali watu wamehoji kwa nini hao wameuza jezi alafu wamenani na nyingine wanamuongeza mtu. Lakini Simba kufanya jezi yake shilingi 12,000, watu wameona kwamba ni bonge ya dili, ni bonge ya maneno, ni bonge ya nini. Hii ndio nasemaje, tatizo ukishakuwa timu kubwa, kila jua nataka likupige wewe. Yanga walivyokuwa wanauza jezi na kuongeza kwa kuwa ni timu ndogo, hakuna aliyelalamika. Lakini kwa kuwa Simba amepunguza bei ya jezi, watu wanahoji. Kwa namna wanahusianisha yanaendelea Simba na kupunguza hiyo bei ya jezi. Mimi uvaaji wa jezi yangu wa Simba una mahusiano na migogoro ya Simba. Sababu hakuna anayevaa jezi ya Simba kwa ajili ya jezi ya Simba, tunaivaa kwa ajili ya mapenzi ya Simba. Maana yake angalia kwa mfano, Simba ina wanachama 17,000 Tanzania nzima. Lakini anayejaza uwanja nani? Ni upande gani unajazaga uwanja wakati wa Simba na Yanga? Upande wa Simba. Kwa maana unajaza upande wa Simba, sio Simba. Simba ni timu yenye wapenzi wengi, wenye weledi, wenye mwelekeo, wenye kuhitaji maendeleo ya timu yao. Na ndio maana sisi tuna nafasi ya kuhoji, kugombana, kufanya kila kitu bila kuchukuliwa hatua yoyote, sababu sisi hatujabanwa. Baada ya misimu minne Simba kukosa ubingwa, msimu huu tulidai Simba ubingwa wa ligi kuu pamoja na nusu finali ambao walikuwa wanatarajia kuifika klabu bingwa. Kwa jinsi unavyoona kikosi chako, shida sio kikosi, shida ni utawala. Utawala ukijirekebisha, hata leo tunaweza kudai ubingwa, lakini utawala usipojirekebisha, hakuna sababu kudai ubingwa. Kwa shida sio wachezaji wala shida ni uongozi. Hakuna shida wachezaji wala hakuna shida ya kocha. Shida iliyopo ni utawala, ambao ndio uongozi tuseme. Utawala ukikaa chini ukakubali kufikiria na kujipanga upya, tunaweza kudai nafasi. Nimeiona hata leo kwamba Gamondi anahusishwa. Ni kocha mzuri, wala sijakataa. Lakini yote ni maamuzi ambayo wataamua nani? Wataamua wenyewe wana viongozi wa Simba. Ila mimi bado nilikuwa naendelea kusimamia kwamba mimi kocha wangu ni Matola. Matola bado aendelee kuongoza Simba. Mimi na imani Matola aendelee kuongoza Simba. Kinyume na hapo, wakama analeta kocha mwingine, Matola wamuondoe kabisa. Yaani ikiwa ni kocha anayekuja aje na benchi lake la ufundi. Aje na benchi lake la ufundi. Matola aondoke kabisa. Kwa hii nafasi ambayo mmeipata, wachezaji wameenda AFCON, timu zimepumzika, ligi zimesimama. Unadhani Simba iboreshe wapi sasa ambako pengine kwa namna ulivyoona mpaka sasa hizi panapoa? Utawala. Ni utawala. Waboreshe utawala. Hakuna mahali pa kuboresha. Hata kuajiri makocha huko wanajisumbua tu. Waboreshe utawala. Mimi nitalia na utawala, nikilala ni utawala, nikiamka ni utawala, nikilala ni utawala, nikiamka ni utawala, mpaka utawala wakubali kukaa meza moja na kufanya kazi kwa ajili ya Simba basi. Shukrani sana. Asante sana.